Kwa majina naitwa Nekro Isaya Mwakifamba. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi kama wananchi wa Mbambo na Kambasegera kwa ujumla tunayo changamoto. Tuna vitu vingi lakini nitavisema vichache ambavyo vipo. Cha kwanza, tunaomba Mheshimiwa ulitambue swala la barabara yetu hii hapa. Ni barabara nzuri serikali imetuletea, lakini mpaka sasa hivi ajali ni za kutosha. Tunachokuomba ni kwamba tunaomba tusaidie kutuwekea matuta ya kutosheleza barabarani ili kupunguza kasi, lakini pia na alama za barabarani zionekane. Kitu cha pili, Mheshimiwa, halmashauri ya Busokelo ni kubwa sana, lakini kata ya Kambasegera ina watu wengi, lakini swala zima la uandikishaji wa NIDA linasumbua kwa sababu ya changamoto ya ufikaji sehemu zilizopo ofisi. Tunakuomba kama itawezekana utusaidie hapa kutuletea wale mawakala waweze kuandikisha kwenye kijiji chetu na kata hii kwa ujumla, watu wasisumbuke, maana kuna watu ambao hawaelewi hata ofisi ilipo. Kitu cha tatu, Mheshimiwa, tuna zahanati yetu ya Mbambo hapa ni kubwa sana, lakini hatuna wataalamu, manake vyombo vya upimaji. Watu wanaenda kupima mpaka tuna maabara Ntaba au Ruangwa au Tukuyu, manake maabara haipo pale. Hata tu typhoid kupima inakuwa ni shida. Mtu anakuta anaumwa lakini wanamwandikia dawa zile zile kila mara, manake vipimo vinakuwa havipo. Lakini hii changamoto inawakumba sana hata wakina mama wale wajawazito na wanaojifungua, kwa sababu wataalamu wanakuwa hawapo kutokana na kwamba vipimo kama ultrasound hatuna. Tunaomba hivi tusaidie. Kitu cha tatu, naomba Mheshimiwa utambue hili kwamba kwenye kijiji chetu tuliahidiwa umeme wa REA, lakini umeme wa REA haujapita sehemu nyingi, umepita sehemu za karibu na barabara tu. Tulikuwa tunaomba ufike mpaka huko mtaani, kwa sababu mtaani ni giza, lakini huko barabarani kuna mwanga. Kitu cha mwisho ambacho nakuomba Mheshimiwa ni kwamba Igunga ni kitongoji miongoni mwa vitongoji vya Mbambo. Miaka michache iliyopita Igunga kulikuwa na changamoto kubwa sana ya maji, lakini baada ya hapo Igunga waliamua kujitosa, wananchi kuchanga mabomba walinunua wao kwa pesa zao, wakaenda mpaka intake kule kuchukua maji. Yalipofika tu Igunga wakatangaziwa bili ya kulipia maji. Tunaomba Mheshimiwa, tunaomba ili kama inawezekana, alafu maji kule hayatoki mpaka sasa hivi, maji ni machache yanapatikana baadhi ya vituo. Tunaomba vituo vyote vitoe maji, lakini pia swala la kodi ya maji, kwa sababu wananchi wamejichanga wenyewe, tunaomba tufutie hilo. Jina langu naitwa Simon Kulindula Mwamaravira. Kero yangu katika kata yetu ya Kambasegera ni hii. Wanakuja kwamba tuandikishe mbolea ya ruzuku. Mbolea ya ruzuku tumepata tabu sana Mbambo. Mbolea inafika hapa, majina ya wananchi wa Mbambo, wa Kambasegera, wa Katera hayapo. Yanaandikwa majina, mtu mmoja anapewa mifuko 12, wote majina yetu hayafiki. Naomba ili Mkuu wa Mkoa utuhakikishie kwa mama yetu aliyetupa hiyo ruzuku. Mbambo oye! Dr. Samia oye! Dr. Omera oye! Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwanza nichukue fursa hii kukaribisha katika kijiji hiki cha Mbambo katika kata hii ya Kambasegera, na nikuhakikishie Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba wananchi hawa Mbambo ni wachapakazi sana. Kwa hiyo nichukue fursa kukaribisha, lakini kwa haraka kwa yale ambayo umenielekeza ni ajibu. Swala la matuta nadhani tano ndio tutawajibu wenyewe kwa sababu wapo, lakini swala la NIDA, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, moja ya mabaraza ya madiwani, pia nami nimehudhuria mabaraza hayo, niliwaambia Mheshimiwa madiwani kwamba katika eneo lake kama kutakuwa na idadi wananchi wengi wanahitaji kupata vitambulisho vya NIDA, aweze kutoa taarifa ili ofisi ya NIDA ambayo iko makao makuu ya wilaya iliyopo Tukuyu waweze kuhamia katika eneo hili. Sasa sijapata maombi rasmi kutoka katika eneo hili, lakini nafahamu kwa wale maeneo yote ambayo wanahitaji NIDA, mbali kwamba wananchi wanaruhusiwa kuja Tukuyu, lakini kama ni mbali, wakiwepo wananchi idadi kubwa, na waelekeza watumishi wa NIDA wanakuja hapa
kuja kuandikisha ili waweze kupata vitambulisho hivyo. Lakini pia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni lazima tuseme ukweli, wapo wananchi wanaoandikishwa, lakini baadhi yao wanashirikiana na wananchi ambao sio raia wa Tanzania, na hili lazima tuliweke wazi, na hapa tuko maeneo ya mpakani. Kwa hiyo hata maombi yao yatachukua muda ili tuweze kuyachuja na kujiridhisha kwamba hawa ni wananchi wa maeneo haya. Ushahidi tunao, na kwako Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa nitawasilisha baadhi ya wananchi waliopata vitambulisho ambao sio raia wa Tanzania. Lakini niombe wale wote wananchi wa Mbambo ambao wanahitaji kupata vitambulisho vya NIDA mawili, waje makao makuu ya wilaya, ofisi inafanya kazi siku zote, lakini kama kutakuwa na idadi kubwa, kwa sasa hivi Mheshimiwa Diwani anaenda likizo kidogo, mumwambie mtendaji wa kata aje ofisini pale, tutawaleta watumishi wa NIDA hapa ili waweze kuja kuandikisha. Swala la umeme, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, watu wa TANESCO wako hapa, naomba kwa ridhaa yako nimkaribishe kaimu meneja wa TANESCO ili nalo aweze kuletea ufafanuzi. Lakini swala hili pia la masuala ya vipimo, JMO yuko hapa, kwa ridhaa yako pia nitaomba aje nitolee ufafanuzi. Lakini swala la mbolea na mkuu wa idara ya kilimo nadhani yupo naye, haya yote waweze kuyatolea ufafanuzi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa ridhaa yako nimuombe kwanza kaimu meneja wa TANESCO ili aweze kujibu hili la kuongeza upatikanaji wa umeme. Karibu. Niende moja kwa moja kwenye swali la ndugu Negro Isaya Mwakifwamba ambaye ameuliza umeme wa REA umefika barabarani tu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ili tunakiri kama TANESCO ni kweli kwamba umeme haujafika kwa kila nyumba katika kata Kambasegera. Hilo kama sisi taasisi kama TANESCO tunalifahamu. Lakini sisi kama TANESCO tumejikita kwenye vitongoji ambavyo havijaguswa tu. Na katika kata ya Kambasegera kwa mwaka wa fedha huu tuna vitongoji viwili ambavyo vinaenda kupatiwa umeme kupitia vitongoji 15 vya kila jimbo. Vitongoji hivyo ni kitongoji cha Nguju na kitongoji cha Iponjola. Lakini si hivyo tu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi kama TANESCO kupitia mwaka wa fedha ujao tumepanga bajeti yetu ndani kwenye vitongoji ambavyo vimepata umeme lakini kwa kiasi kidogo. Hivyo tutaonana na mtendaji kwa ajili ya kuchukua mitaa ambayo umeme umepita lakini kwa kiasi kidogo. Sisi kama TANESCO tuangalie kwenye bajeti yetu ndani tunawezaje kuwafikia wananchi wote. Lakini kwa sasa hivi shirika kama shirika linajikita kwenye vitongoji ambavyo havijaguswa tu. Baada ya hapo tutaguza vitongoji ambavyo vimepatiwa umeme kwa kiasi kidogo. Kuanzia mwezi wa 7 hakikisha kwamba umeme unafika hapa Kambasegera. Umeelewa eh? Umeelewa? Maana tusidanganyane hapo. Tukifika mahala kama bajeti haieleweki tuambie. Lakini kwa kuwa mmeshoka kwenye bajeti, wajua kuleta umeme hapa, jitahidini mnaleta umeme. Kwa sababu inawezekana huko barabarani umeme upo, lakini ukiingia ndani kwa kidogo umeme hamna. Na pia mwe mnaangalia kama kuna nguzo ya kushare. Msiwalipisha watu nguzo na wakati kuna nguzo moja inaweza kutumika kutumia nyumba mbili. Unaelewa vile? Maana kuna wakati mwingine unaweza kufika kuna nyumba hii na nyumba hii. Akaambia wewe lipia nguzo na wewe lipia nguzo. Wakati nguzo moja inaweza kutumika kupeleka umeme chini kwenye nyumba ile pale na nyingine ikapeleka nyumba ile kule. Uongo kweli? Si kweli, si kweli. Utakuta kwamba lipia nguzo shilingi 300, nguzo nyingine tena 300, utakuta watu wawili wanalipa 600. Lakini kumbe mtu mmoja akilipia hiyo akichangishana 1,500, 1,500, wanandoa nguzo wanaweka hapo katikati wanapata huyu na huyu. Lakini unakuta wanalipisha watu wawili, sio sawa. Kwa hiyo nadhani umenielewa. Mwambie na RM kwamba umeme tunahitaji Kambasegera. Kuanzia mwezi Julai. Haya, asante. JMO. Kwa jina naitwa Dr. Joseph Ligoha, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Busokelo. Ningependa kujibu swali linalohusu zahanati kama ifuatavyo. Kutokana na mfumo wa Wizara ya Afya, kila ngazi ya kituo cha kutolea huduma kina ngazi ya dawa pamoja na vipimo ambavyo vinatakiwa kuwepo kwenye eneo hilo kulingana na ngazi ya wataalamu wanaopatikana katika hivyo vituo vya kutolea huduma. Kijiji cha Mbambo kina zahanati. Sasa katika ngazi ya zahanati kuna baadhi ya vipimo vile vya haraka ambavyo havihitaji utaalamu mkubwa, ndivyo vinavyopatikana kulingana na miongozo ya Wizara ya Afya. Vipimo kama wingi wa damu,
upimaji wa malaria, kupima mkojo, hivyo vinapatikana katika zahanati yetu. Lakini vipimo kama ultrasound pamoja na vipimo vya typhoid vinapatikana katika ngazi za vituo vya afya na hospitali, kwa sababu ultrasound inahitaji mtaalamu, inahitaji kifaa cha kufanyia kazi, na pia vipimo kama typhoid vinahitaji kuoteshwa kwenye maabara kwa ajili ya kutambua aina ya wadudu na dawa ambazo zitaweza kumtibu huyo mgonjwa. Kwa hiyo katika ngazi ya zahanati hivyo vipimo havipo kulingana na miongozo ya Wizara ya Afya, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameshatupatia milioni 250 kwa ajili ya kujenga kituo chetu cha afya cha Kambasegera ambacho kiko ndani ya kata, ambacho kijiji cha Mbambo kiko ndani ya kata ya Kambasegera. Kwa hiyo ujenzi wa hicho kituo utaambatana na kuleta vifaa tiba pamoja na wataalamu, na hivi vipimo alivyoviuliza wananchi vya ultrasound pamoja na typhoid vitapatikana katika kata hii. Sasa tunakuja mkuu wa idara ya kilimo, mbolea, pembejeo, karibu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, swala la usajili wa wakulima katika mfumo wa mbolea limefanyika katika halmashauri ya wilaya ya Busokelo, na mpaka sasa hivi jumla ya wakulima 18,000 wameweza kusajili katika mfumo wa mbolea na wanapata mbolea, na malengo yetu ndani ya miaka mitatu ilikuwa kusajili wakulima 21,250 na mpaka sasa hivi tumeweza kusajili wakulima 18,000. Kwa hiyo swala tunasema linaenda vizuri. Sasa huo usajili unafanyika kupitia maafisa ugani ngazi ya vijiji na ngazi ya kata. Kwa hiyo na imani hata hapa katika Kambasegera na Mbambo wakulima wamesajiliwa. Sasa kwa swala la wakulima ambao labda hawaoni majina yao, tutakuja tulifanyie kazi, tuone kwa nini majina yao hayaonekani kwenye mfumo au kuna changamoto gani. Kuja kesho nitaanza kulifanyia kazi leo. Sawa. Ndio hivyo jamani, aje Jumatatu, si ndio? Au aje kesho? Amesema leo analifanyia kazi ofisini, alafu kesho anakuja kuanza sasa. Lakini kesho kwa sababu ana ziara na mimi, maana kesho hataweza, ndio maana nikamwambia aje Jumatatu. Usitaki kudanganya watu. Yaani wakati mwingine mtu anakuambia ni utapona, tunakati huko mahututi. Na kwa ni changamoto. Cha msingi ni kwamba wewe Jumatatu uje hapa ushughulikie swala la pembejeo ili liweze kukaa vizuri. Sawa bwana? Sawa. Ukiahidi kwamba kuanzia leo unafanyia kazi, inabidi ubaki hapa. Ubaki nao hawa wananchi mwanze kufanya kazi hapa sasa hivi. Uko tayari mzee? Kesho. Jamaa anasema kesho. Yaani kama mwindi fulani kesho tu. Haya, Jumatatu. Sawa? Au nataka sana kesho? Hapana, Jumatatu. Haya, asante TANROADS. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimshukuru mwananchi ambaye ameibua swala hili. Kwanza tunashukuru kwa sababu ameona kazi tunazofanya, kazi na waka, barabara imekamilika. Ni kweli kabisa, kwanza nimpe pole. Huenda kwa mwendo wa magari baada ya kuboresha hii barabara, mwendo umeongezeka, maana zamani haikuwa hivi. Sasa hivi mpango uliopo mpaka sasa, mkandarasi kazi alizobaki nazo kubwa kabisa ilikuwa ni moja ya kupiga rangi kulia na kushoto mistari mitatu kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili barabara iweze kupendeza. Kingine kinachofuata, ukishamaliza barabara huwa kuna kitu tunakiita final project audit kwa ajili ya safety ya barabara ili wananchi waweze kupita vizuri mwanzo mwisho.
Hicho kipengele kinashirikisha wananchi. Ni hatua ambayo tuko mbioni kuja kuifanya muda wote, ili wananchi nao kijiji kwa kijiji watuambie matatizo ya maeneo yote hatarishi, ili tuweze kuweka hicho tunachoita matuta. Huwa ni hatua ya mwisho baada ya kuridhia kwamba barabara imeisha. Ili mkandarasi tukabidhi kazi, lazima tupate maoni kwa wananchi, hiyo sehemu ya matuta iwekwe kufuatana na jinsi matatizo yatakapokuwa yanawakabili wananchi. Naomba kuwashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo mmekubaliana na majibu hayo? Nataka matuta. Wewe unataka kufanyaje? Mimi nafikiri Mheshimiwa Mwenyekiti, hili swala nimechukua, tunapanga maeneo yote tunayopitia, tuanze hiyo kazi. Kazi moja kwa Cha msingi hapo wewe pita, lakini nenda kitaalamu. Maana kuna wengine za hiyo tuta unaweka hata sehemu yote unaweza kuweka tuta. Tuangalie wapi kwa kuweka tuta. Naweza ikawa moja au mawili yanasaidia. Ukiweka matuta mengi sana hapo pia ajali zitakuwa nyingi. Kwa sababu mtu mwingine anatoka kwa nadhani barabara hii hakuna tuta hapa, anapita tu speed. Analuka tuta na paa anaingia kwenye nyumba ya mtu, yuko chumbani tayari kimya. Na baadhi ya watu wamelala. Yaani sio changamoto kubwa sana. Mara hapa yaani hapa akipiga tuta tu amepaa na gari yake kaingia chumbani kimya. Sasa inakuwa changamoto. Kwa bwana, at least uje ufanye tathmini, lakini chukua namba ya mheshimiwa diwani hapo ili mje na mwenyekiti wa mtaa wa kijiji waangalie maeneo mazuri ambayo yanaweza kuweka tuta kwa mujibu wa utaratibu, kwa mujibu wa utaalamu. Maana hatuweki tu matuta bila kuzingatia utaalamu. Haya.